Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Julai 3 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo ambao umetuonesha maishani mwetu. Asante kwa nafasi hii ya pekee ambayo umetupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu Kristo, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema mlango ulio wazi. Imejengeka katika kitabu cha Waibrania sura ile ya 11 aya 5, ambapo neno la Mungu linasema, kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Tunapojifunza kutembea kwa imani na wala si kwa hisia, tutakuwa na msaada kutoka kwa Mungu pale hasa tunapouhitaji, na amani yake itakuja mioyoni mwetu. Yalikuwa ni maisha haya sahili ya utiifu na imani ambayo Henoko aliyaishi. Ikiwa tutajifunza somo hili la imani sahili, maisha yetu yanaweza kuwa ushuhuda ule ambao aliupokea, kwamba alimpendeza Mungu. Katika kila hatua ya ujenzi wako wa tabia, unapaswa kumpendeza Mungu. Hili unaweza kulifanya kwa kuwa Henoko alimpendeza, ijapokuwa alikuwa akiishi katika zama zilizopotoka. Na wapo akina Henoko katika siku zetu hizi. Kwa miaka 300 Henoko alikuwa akitafuta usafi wa moyo ili aweze kuwa katika upatanifu na mbinguni. Kwa karne 3 alikuwa akitembea na Mungu. Siku kwa siku alitamani muungano wa karibu zaidi. Ushirika ulikuwa karibu zaidi na zaidi hadi Mungu alimchukua kwake. Alikuwa amesimama kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya wenye heri. Na sasa milango ilifunguliwa. Matembezi pamoja na Mungu ambayo yaliandamwa kwa muda mrefu sana duniani yaliendelea, naye aliingia katika malango ya mji mtakatifu, wa kwanza kati ya wanadamu kuingia hapo. Akiwa na neno la Mungu mikononi mwake, kila mwanadamu popote pale fungu lake katika maisha litakapowekwa, anaweza kuwa na ushirika ule kama atakavyochagua. Katika kurasa zake anaweza kufanya mazungumzo na watu waheshimiwa na walio bora kabisa wa jamii ya wanadamu, na anaweza kuisikiliza sauti ya yeye aliye wa milele huku akizungumza na wanadamu. Anaweza kuishi katika ulimwengu huu akiwa katika angahewa ya mbingu, akiwapa wakazi wa dunia wenye huzuni na wenye kujaribiwa mawazo ya tumaini na tamaa ya utakatifu. Kama yeye yule wa zamani aliyetembea pamoja na Mungu, akisogea karibu zaidi na zaidi kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele hadi milango itakapofunguka, naye ataingia hapo. Hatajisikia kuwa ni mgeni. Sauti zitakazomsalimia ni sauti za watakatifu ambao bila kuonekana walikuwa marafiki zake duniani. Sauti zile ambazo hapa alijifunza kuzitambua na kuzipenda. Yeye ambaye kupitia neno la Mungu ameishi katika ushirika na mbingu, atajisikia kuwa nyumbani katika ushirika wa mbinguni. Hii ni Julai 3, mada ikisema mlango ulio wazi.
Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina. Alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya hata kuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama sipo Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposoma tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposoma tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposoma tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana.